Kuna utofauti mkubwa sana kati ya kutunza pesa na kuwekeza pesa. Kwa bahati mbaya, watu wengi wenye kipato cha chini huwa wanatunza pesa badala ya kuwekeza pesa. Hilo ni kosa kubwa sana. Jambo moja la muhimu unalopaswa kuelewa, popote unapoweka pesa zako, unapotunza pesa zako, make sure zinaongezeka. Sasa watu wengi huwa wanatunza pesa, hawawekezi pesa. Kutunza pesa ni pale ambapo unaweka hela kwenye akaunti za benki za kawaida ambazo hazikupi faida, unaweka hela kwenye mitandao ya simu. Kutunza pesa ni kuweka hela kwenye kibubu chini ya godoro. Hilo ni kosa kubwa sana la kifedha unalolifanya. Kama unataka kufanikiwa, anza kuwekeza pesa na usitunze pesa. Hata kama ni 5,000 iwekeze, na kuna sehemu nyingi ambazo unaweza ukawekeza pesa zako badala ya kutunza pesa. Moja ya sehemu bora, nzuri, rahisi na ya gharama nafuu ya kuwekeza pesa ni kuwekeza pesa kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja, mutual fund au collective investment, ambapo hiki ni kitendo ambacho wewe, kwa sababu una uzoefu wa kuwekeza, una uelewa mkubwa wa kifedha, unachukua pesa zako unaenda kuipa taasisi ambayo ina wataalamu, ina wazoefu wakubwa wa mambo ya fedha, na ile taasisi inaichukua ile pesa yako inaenda kuwekeza katika maeneo mbalimbali. Inawekeza kwa niaba yako, inawekeza kwenye makampuni mbalimbali, inanunua hisa za makampuni kama NMB, CRDB, inawekeza kwa kununua hatifungani za serikali, inawekeza kwenye mali zisizohamishika, yani real estate. Na ya kampuni hiyo au taasisi hiyo ikipata faida, inakugaia na wewe sehemu ya faida. Kwa hiyo ndio tunaita mutual fund au uwekezaji wa pamoja, collective investment, ambapo kwa Tanzania kuna mifuko mingi ya uwekezaji wa pamoja mizuri sana na ambayo ni ya muda mrefu, inaitwa UTT, ambayo Unity Trust of Tanzania, ambayo ina kazi yake ni kusaidia watu kuweka akiba inayoongezeka. Kazi ya hii taasisi ya UTT ni inawekeza kwa niaba yako, ambapo inakugaia sehemu ya faida. Kwa hiyo acha kutunza pesa, anza sasa kuwekeza upate faida. Na ukiwekeza katika mifuko ya uwekezaji wa pamoja, utapata faida ya hadi 16% kwa mwaka. Hiyo ni faida nzuri tu, badala ya kuweka kwenye mitandao ya simu ya kawaida au kwenye akaunti ya benki ambako tena kuna makato ya kuweka hizo hela. Nenda ukawekeze katika mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Sasa kwa kutambua elimu muhimu hii ya uwekezaji wa pamoja, nimekuandalia darasa kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 4 ya mwezi huu wa 6 unaofuata. Katika darasa hilo nitakufundisha mifuko 6 chini ya taasisi ya UTT AMIS, na nitakwambia jinsi ya kuchagua mfuko bora utakao kufaa, jinsi ya kuchagua mfuko kulingana na malengo yako, kipato chako na umri ulionao, kwa sababu hivi vyote vitatu vinatakiwa uvizingatie unapochagua mfuko wa kuwekeza. Lakini sita tu kufundisha ile mifuko 6 ya UTT, tutajifunza pia mifuko kutoka kwenye taasisi zingine kama mfuko wa Timiza kutoka Zan Security, mfuko wa Inuka kutoka Orbit Security. Nitakufundisha kuhusu mfuko wa Faida kutoka Watumishi Housing, hii ni taasisi nyingine ya serikali. Pia tutajifunza kutoka mifuko ya iTrust ambao wana iSave, iDora, iIncome, iGrowth na mifuko mingine. Kwa hiyo darasa, mpendwa, sio la kukosa. Ni darasa kwa njia ya mtandao. Kwa popote ulipo Tanzania au duniani, unaweza ukashiriki mafunzo haya na utajifunza kwa muda wako. Sio lazima uwe online muda wa darasa, sio lazima uwe mtandaoni.